Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya ripoti tuliokuwa nayo ni katika mkutano uliofanyika kati ya meya wa jiji la New York Zohran Mamdani na rais wa Marekani Donald Trump. Miongoni mwa mambo ambayo bwana Zohran Mamdani ameyazungumza bila kificho ni kadhia ya rais wa Marekani Donald Trump na tawala zilizopita kuipa silaha Israel kuua raia wa Kipalestina katika ukanda wa Gaza. Hii ni moja kati ya mambo ambayo Zohran Mamdani anasema hakubaliani nalo. Zohran Mamdani amewaeleza waandishi wa habari miongoni mwa yale aliyozungumza na rais wa Marekani Donald Trump kwamba katika kitu pekee ambacho yeye hakubaliani nacho na anaamini ndio jambo ambalo wa Republican na hata waziri mkuu Benjamin Netanyahu alitokea kuchukia ni juu ya kile alichokiweka wazi kwamba hakubaliani na mauaji halaiki kwa ufadhili wa Marekani katika eneo la ukanda wa Gaza na kwingineko. Meya mteule wa jiji la New York Zohran Mamdani alishutumu Israel kwa kufanya mauaji halaiki na kuishutumu serikali yake ya Marekani kwa kufadhili mauaji hayo wakati wa mkutano na waandishi wa habari wa White House na Rais Donald Trump siku ya Ijumaa. Kwa mujibu wa mwandishi mmoja wa habari aliyeuliza kuhusu mtazamo wa Mamdani kuhusu ushiriki wa Marekani katika vita vya Israel na Hamas, meya huyo amesema kuwa amezungumza kuhusu serikali ya Israel kufanya mauaji ya kimbari na serikali yetu kufadhili, akiendelea kwamba alishiriki wasiwasi wake kwa Trump wakati wa mkutano wao, akimwambia yeye binafsi hakubaliani na mauaji katika eneo la ukanda wa Gaza, mauaji ya watu wasiokuwa na hatia, lakini pia hakubaliani na kutolewa kwa fedha za Wamarekani kwa ajili ya kuua watu. Trump hakujibu swali hilo wala kukanusha shtaka la mauaji halaiki ambalo limeelezwa na Zohran Mamdani wakati wa mkutano wao. Mamdani aliwaambia waandishi wa habari kwamba wakazi wa New York wamechoka kuona dola za kodi zinafadhili vita na kuua raia wasiokuwa na hatia na kwamba Marekani inahitaji kufuatilia haki za binadamu za kimataifa, akidai kwamba bado zinakiukwa na kuna kitu kinahitajika kufanywa bila kujali tunazungumza wapi. Meya huyo hata hivyo alimsifu Trump kwa juhudi zake za kuleta amani katika eneo la Mashariki ya Kati, akisema kwamba anathamini juhudi zote za kuleta amani. Trump alisema kuwa yeye na Mamdani walikuwa na nia ya kutafuta amani, ingawa kila mmoja alikuwa na kile ambacho anakitetea. Trump alitetea kwamba lazima eneo hilo la Mashariki ya Kati liwe la amani wakati wote, lakini akiona kwamba ni upande mmoja hasa wa wapiganaji wa Hamas ambao umesababisha kadhia ya vita katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, huku Mamdani akisema kwamba yeye pia anaungana na namna ambavyo Trump anataka kumaliza vita, lakini si kwa kuipa silaha si kwa kuwapa silaha IDF jeshi la Israel kuendelea kuua raia wasiokuwa na hatia, jambo ambalo ulimwengu mzima hakuna nchi au mtu yeyote anekubaliana na mpango wa kuua wasiokuwa na hatia, kwa maana katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Trump pia aliulizwa kuhusu mapambano yanayoendelea ya upokonyaji silaha kwa Hezbollah nchini Lebanon, ambapo alisema kuwa Hezbollah ni tatizo kubwa, akifafanua kwamba anafanya kazi na Lebanon juu ya upokonyaji wa silaha na kwamba Hezbollah kwa sasa haiko katika nafasi nzuri. Aliongeza kuwa anashinikiza kupokonywa kwa silaha kabisa kwa Hamas. Trump alisema alikuwa na furaha kuweka kando tofauti za vyama, kadri anavyofanya vizuri ndivyo ninavyofurahi, Trump alisema. Wakati Mamdani akizidi kupigiwa kura hata kupata ushindi, Trump, mwanachama wa Republican, alitoa vitisho vya kunyang'anywa ufadhili wa serikali kutoka kwa jiji hilo kubwa zaidi la Amerika. Meya huyo aliyechaguliwa amekosoa sera kadhaa za Trump, ikiwa ni pamoja na mipango ya kuongeza juhudi za utekelezaji wa uhamiaji katika jiji la New York, ambapo wakazi 4 kati ya 10 ni wazaliwa wa kigeni. Mamdani, ambaye amekuwa akikosoa serikali ya Israel awali, alisema kwamba angefikiria kukamatwa kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu ikiwa angezuru New York City baada ya utawala wa Mamdani. Trump, ambaye amefanya kazi kwa karibu na Netanyahu, alisema kwamba hakujadili suala hilo na Mamdani wakati wa mkutano huo. Trump na Mamdani waliweka kando tofauti za kivyama na kukutana. Mwana sosialisti wa kidemokrasia na mbunge wa jimbo asiyejulikana ambaye alishinda kinyang'anyiro cha umea wa New York mapema mwezi huu, Mamdani aliomba kuketi na Trump ili kujadili masuala ya gharama ya maisha na usalama wa umma.
Tuna jambo moja tunalofanana, tunataka jiji letu hili ambalo tunapenda kufanya vizuri sana, Trump alisema baada ya kualika wanahabari katika ofisi ya Oval kufuatia mkutano wa faragha. Nataka kumpongeza meya, kwa kweli alikimbia mbio za ajabu dhidi ya watu wagumu sana, watu werevu sana. Ulikuwa mkutano wenye tija uliolenga mahala pa kupongezwa na upendo wa pamoja ambao ni jiji la New York na hitaji la kutoa uwezo wa kumudu kwa wakazi wa New York, Mamdani alisema. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi tu usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.